Ni mwendelezo wa story yetu tamu sana. Kuna mtu kwenye comment alisema ya kwamba sasa mpaka kufikia hapa nimeshajua ni kwa nini naitwa mimi na mimi. Hongera sana kwa wewe ambaye umeshajua kwa nini hii story imeitwa mimi na mimi. Haya, tunasonga mbele. Tulipoishia tumeona ya kwamba jamaa aliweza kutoka, yani Jesse alitoka na Tesha kwenda kupata 2-3 nini kushushia kwa ulipate ubaridi nini. Sasa walipokuwa wamekaa upande wa VIP, kuna mwamba aliingia huko ambaye inasadikika, yani ndivyo sio inasadikika, ni mwamba ambaye ndio mmiliki wa hiyo bar. Lakini huyo mwamba inasadikika ameshafahamu kwamba JC kashamnyandua manzi yake. Hasa kitendo cha kuingia humo na walinzi wakiwa na bastola kilimfanya JC kuwa na hali ya wasiwasi. Sasa tukabaki tunaulizana, je, jamaa atatoka salama humo ndani? Tunasonga mbele. Langu jina ni Lucas Lumbasi, mtayarishaji wa hii simulizi ni Elton Tony. Naam, JC anaendelea kutuambia ya kwamba nikatuliza zaidi akili na kuanza kuona mawazo ya namna hiyo kuwa ni kama ya kipuzi tu, kwamba eti labda anafahamu kwamba nilitoka na manzi yake na amekuja hapa kunifanyia vurugu. Ikiwa mwanamume huyo alikuwa na lengo la kunidhuru, eti kisa nimetoka na mwanamke wake, basi ningehakikisha naanguka chini pamoja naye akifanya jambo lolote kuniangusha. Hii ni njia ya kumaanisha kwamba nilikuwa na ujasiri wa kupokea lolote lile ambalo angelileta upande wangu. Kwa hiyo nikaamua sasa kuendelea kutulia na kutazama mechi. Bobo akaanza kumsemesha Tesha kirafiki tu kuhusiana na mechi iliyokuwa inaendelea, na kijana akawa anazungumza naye pia. Ni mimi pamoja na ule mwenye Masai, mmiliki wa hiyo baya Masai, ndio pekee ambao hatukuongea. Na kila mara nilipovuta chupa ya bia ili kunywa, ningekuta ananitazama usoni, nami ningeonyesha kutokujali kabisa alichowaza kunielekea kwa kurudisha umakini wangu kwenye TV. Lakini nadhani alikuwa anajaribu tu kunisoma, hasa kwa sababu mimi naonekana ni kuwa mgeni hapa. So alitaka kuona shobo zangu zimekaa vipi. Na mimi kweli sikuwa ni mtu wa shobo. Kwa hiyo aidha nilimpa ama sikumpa kile alichokitarajia. Angejua mwenyewe bwana. Basi dakika si nyingi sana kupita, wahudumu wawili wakawa wamekuja. Mmoja akiwa sasa amebeba kontena lenye bia na mwingine sahani yenye mishikaki ya nyama za mbuzi kama miti 20 hivi, yani stiki 20 hivi ambazo zilikuwa zina nyama ya mbuzi. Navyo vikawekwa kwenye meza yao na vinywaji kufunguliwa. Mimi sikujishughulisha nao kabisa. Bobo alikuwa ameanza kuongea na huyo jamaa kuelekea mechi pia, nami sasa nikaa namsikia akitoa maoni yake kuhusu uchezaji wa Simba. Alikuwa na sauti nzito lakini iliyotulia, akionekana kuwa ni aina fulani hivi ya mridhiko, yani ya mtu anayeongea kwa kuridhika. Bobo akanisemesha kwa kunikaribisha kwamba nichukue mshikaki. Sasa mimi pamoja na Tesha, kwanza nami nilipomwangalia bosi mkuu akanionyesha ishara kwa kiganja chake kwamba nichukue mshikaki kweli. Ilikuwa ni kwa njia tulivu tu, nami nikatikisa kichwa kukubali. Basi hudumu akatoka. Tesha akachukua mshikaki huko akitabasamu kiasi. Sasa nami pia nikabeba moja na kuanza kutafuna. Sikuwa nimesahau kuhusu bastola ya jamaa huko nyuma ya kiuno. Dakika si nyingi sana kupita, nao Simba wakawa wamefunga bao moja. Tukashangilia pamoja, na Bobo, yule bouncer pamoja na Tesha ndio ambao walikuwa na kelele za ushabiki kutokana na furaha waliopata. Ila mimi na jamaa mkuu ilionekana kama tulikuwa tunavutiana manati hivi, yani vile ambavyo yani unamvutia mwenzio manati lakini mawe hatuyaachi. Utulivu niliokuwa nao na yeye ndio alikuwa nao hivyo hivyo, na nafikiri alipendezwa na hilo,
Sasa wale wahudumu wakawa wamerudi tena wakiwa na makontena yenye bia 20. Zikawekwa mezani kwetu, mimi na Tesha. 10 kwangu, 10 kwake. Tesha akamshukuru sana huyo mwanaume, ikiwa wazi ni yeye ndiye aliyekuwa ametununulia. Lakini mimi hata sikutoa shukrani. Nikaendelea tu kutulia, nikinywa taratibu tu, nikitoka kwenda kukojoa na kurudi tena ukaa. Na mara kwa mara tulipoangaliana na jamaa, angenitikisia tu kichwa kidogo kuonyesha uwana, yani ile si unajua tena nami ningemrudishia kwa kutikisa kichwa kidogo na kuendelea na mambo mengine. So tukaendelea kukaa humo mpaka kufikia kipindi cha pili cha mechi, Simba wakiongeza magoli mengine 2 bila kurudishiwa hata moja. Na ndio kwenye dakika za mwishoni akawa sasa amefika Joy ndani hapo. Mwanamke huyo alikuwa amependeza sana, pamoja na wanawake wengine 4 alioingia nao. Of course alikuwa amependeza sana. Sasa Joy alivalia blouse nyepesi hivi kama kaushi hivi, iliyoacha sehemu kubwa ya kifua chake ionekane wazi. Ni fupi tu kuonyesha kitovu chake, pamoja na pensi ya skin nyeupe. Ilikuwa ni nyeusi, yes. Nakumbuka ilikuwa ni nyeusi iliyovutwa juu kufikia kiunoni na kumchora vizuri sana umboni. Mapaja yake alikuwa wazi tu, miguuni alikuwa amevaa ndala za manyoya, na kichwani alikuwa amesuka kwa mtindo fulani hivi wa nywele laini, yani kama za wazungu hivi. Usoni mwake hakusahau kuweka kope fupi za bandia machoni. Wenzake pia walikuwa wamevaa blouse laini, suruali zenye kubana, vikaptura, misuko ya aina mbalimbali na mawigi, wakionekana kuwa na lengo la kuja kunywa na kutafuta pesa kwa wanaume tu. Nikisema kutafuta pesa utakuwa umenielewa. So Joy alipoingia na macho yetu kukutana, akaacha tu tabasamu la kirafiki kutuelekea sisi wote ndani hapo. Huku sasa Bobo akianza kumsemesha na yeye kuongea naye. Akamsalimia Tesha kwa kumshika kiganja, kisha akaja kwangu pia na kukishika kiganja cha kwangu kwa kisalamu, yani ananipa salamu nini. So tulipokuwa tumeviunganisha viganja vyetu, nikahisi kucha ya kidole chake kilichokunjwa ikinisugua katikati ya kiganja kwa makusudi kabisa. Mnafahamu hiyo salamu? Unampatia mtu mkono afu kidole hiki kirefu hiki cha kati anakikunja, anakusugua katikati ya kiganja. So nikatoa kiganja changu na kuendelea kupokea salamu za wenzie. Akanipita na kwenda mpaka kwa bwana wake sasa. Akikaa karibu naye na kuanza kuzungumza. Wale wanawake wengine wakakaa kwenye masofa pia. Naye Bobo akatoka nje kidogo. Mimi nilikuwa nimeshakunywa bia 4 hivi, Tesha kama 6. Nami nikamwona huyo jamaa sasa anamuonyesha Joy ishara ya kidole kunielekea. Mimi nisingeweza kujua kilichoongelewa, lakini nilikuwa tayari kwa lolote ambalo wangeleta kwangu. Mechi ya Simba ikaisha bwana, na jamaa akaanza kupiga makofi kufurahia ushindi wa magoli 3-0. Wengine pia wakaanza kumsindikiza kwa makofi, na wanawake waliomo humo kusimama ili sasa kuanza kucheza mziki uliowekwa na Bobo. Jamaa sasa ndo alikuwa amerudi tu pamoja na wahudumu walioleta vinywaji zaidi. Bila shaka ni kwa ajili ya Joy na wenzake. Sasa nimeingia chupa ya 5 sasa. Nami nikamwangalia Tesha na kumuona alivyojiburudisha kwa kuongea na mwanamke mmoja kati ya wale wanawake walioingia na kumshikashika mapajani. Ningetakiwa kunywa kistaarabu sana ili kuhakikisha usalama wa huyo kijana pia. Hasa ukitegemea dada yake alijua tuko pamoja. Unajua mkitoka wawili kwenda bar, hakikisha mmoja hanywi sana. Sasa wahudumu walikuwa wamemletea kiongozi vinywaji kama konyagi, Kevant, Veru pamoja na soda. Bila shaka ni za kuchanganyia tu na bia hizo kali. Na wakaanza sasa kuzichanganya kweli kweli. Wale wanawake wakawa sasa wanakunywa na kucheza taratibu mziki ambao ulikuwa unasikika. Naye Bobo akaniletea michanganyiko hiyo ya pombe ili na mimi ninywe pia. Lakini nikakataa, nikisema kwamba ni zingenifanya nijihisi vibaya. Basi akampelekea Tesha. Nadhani Tesha atakataa? Kijana akatae. Sasa mimi nikaa nakunywa tu kwa kutegea tu, huku mwanamke ule pembeni yangu akinishika hapa na pale na mimi kuitoa mikono yake kwangu. Niliweka umakini wangu mzuri kujitahidi kuendelea kuwa macho, maana haya mambo ya kunyoshewa vidole sikuyapenda kabisa.
Na kufikia mida ya saa 4 usiku ikawa wazi kwamba wengine humo ndani walikuwa wamelewa vibaya mno. Ni mimi na Joy tu ndio ambao tulitegea kunywa sana, mimi nikiwa nazijua sababu zangu, lakini nisiwezi kuzijua za kwake. Hata ile michanganyiko hakuinywa, japo mtu wake alimsisitiza sana. Bobo, Tesha, Bouncer walikuwa wanaongea kweli kweli, wakicheza na wale wanawake kwa mitindo ya kimaba, huku bosi mkuu, Joy na mimi pekee ndio tukiwa tumekaa tu. Tesha alipoanza kupasua mpaka na chupa, nikaona hiyo sasa ilitosha. Sasa ningehitaji kumrudisha kijana huyu kwao na nije kujitahidi kutoweka mazoea mengi ya kuwa natoka naye kulewa. Maana kufanya hivyo kila siku kungeleta picha mbaya pale kwao, yani kwamba ningeonekana mimi sasa ndo kwa hiyo niko na hapa nitajitahidi sasa kuweka mazoea pembeni kabisa ya kuwa tunatoka pamoja kulewa. Kwa hiyo nikamalizia chupa yangu ya 5 na kumfuata Tesha kumsihi tuondoke. Akaniambia bado mapema. Na nadhani kwa kuniona kuwa nataka kuondoka, yule jamaa sasa akaniponda na kisoda ili avute umakini wangu kwake. Nikamwangalia, naye akaniita kwa ishara ya kiganja chake, nami nikamwacha Tesha na kwenda kwa jamaa. Niko makini kabisa. Joyce alikuwa amekaa karibu yake. Sasa jamaa akamwambia asogee pembeni kwenye sofa hilo ili mimi nije kukaa katikati yao. Na mwanamke akatii. Wakati mwafaka wa kujua akili yake kunielekea ndio ulikuwa umewadia. Nami nikakaa karibu naye. Akapitisha mkono wake begani kwangu, kirafiki tu. Na mimi nikiona kabisa wazi jinsi pombe ilivyomkonga nyoyoni. Hivyo nikaweka umakini zaidi ili nisikie alichotaka kusema. Sasa jamaa akauliza kwamba vipi, uko poa? Wakati ananiuliza hivyo, nilianza kuhisi vidole vyake Joy vikinishika pajani na kuanza mipapaso na kujimbonyeza sehemu yangu ya siri. Nikajikausha tu. Fresh tu, nilimjibu jamaa. Jamaa akauliza kwamba kijana uko vizuri sana, yani vizuri sana. Na wewe ni mwana Simba nini? Au ni mwana Yanga wewe? Nikatikisa kichwa kumwambia kwamba mimi ni mwana Simba. Sasa jamaa akasema kwamba wao penyewe hapo, unajua nini? Hivi unanijua mimi? Hapana, ndio nakuona leo. Ndio unaniona leo au sio? Mimi ndio Charles Gonga. Ulizia Chali Gonga hapa Masai. Kila kona mimi nafahamika. Uwezi kunikosa mimi, uwezi. Basi nitikisa kichwa kukubali, huku kero za Joy bado zikiendelea kunisumbua. Kwa hiyo wewe mwanangu, wewe unaitwa nani? Naitwa JC. Kama unataka kumaanisha kwamba JC Penny, sinje? Jamaa aliuliza na kucheka kidogo tu. Nitabasamu kidogo tu. Nikisi huyu jamaa alikuwa amesoma sana, ama ni utashi tu wa kujua mambo. Sasa nani unasema ni JC? Sasa ngoja nikwambie kitu JC. Wewe unajua kwa nini nimesema uko vizuri sana? Basi nikatikisa kichwa kukataa. Wewe dogo hauna show za kishamba. Yaani sijui unaelewa. Unajua nimekuangalia hapo au shoboki kifalafala, yani sijui unanielewa. Mimi napenda sana watu hivyo. Wewe ni mgeni, si ndio? Huko Masai wewe ni mgeni, si ndio? Nalitikisa kichwa kukubali. Hata mimi nimeona huko washamba sana, yani mimi napenda watu walivyo yako. Sijui umensoma. Yani ngoja nikwambie kitu sawa hapa hivi. Hapa wanawake wote wanaona wanakutaka. Sijui umenielewa? Wote hadi huyu Joy, ila hawezi akamwambia, maana mimi niko hapa anafikiri nitazingua. Lakini wewe ni mwanaume bwana, si ndio? Au sio? Wewe ni mwanaume. Unajua sisi hatuingizagi miguu yote.
Uongo dogo langu? Hamna, ni kweli kabisa. Nilimjibu hivyo, nami sasa nikakishika kiganja chake Joy na kukikandamiza kwenye sofa bila kumgeukia. Asa. Kwa hiyo bana, mimi nimekuangalia. Haupapariki na wanawake. Wewe kwa muonekano wako, mimi kwa muonekano wangu. Hivi vitu unajua ni vya kuchezea tu, au sio? Mimi ukitaka naweza kupeleka sehemu yenye wanawake. Tena ningesema wanawake ni wanawake kweli. Huku pamekaa kisengesenge sana. Joy ndo anafunika. Haya anachojali ni pesa tu, pombe na kuzaa tu. Lakini mimi nataka nije nikutoe, nikupeleke sehemu ambayo utakutana na warembo wanaojua mikakati na wananyonya mpaka unakufa waganzi. Dogo, sijui umenielewa? Msikilizaji, kauli ya mwishoni kanifanya nicheke kidogo kwa pumzi, nikiwa nimeshaelewa kwamba mwanaume huyu alipenda sana wanawake, na ilieleweka kwa nini, hasa kwa sababu alijihusisha na biashara za wanawake kama nilivyoambiwa. Basi nikaambia kwamba fresh, mimi nimekuelewa. Basi kaa vipi tutoke sasa hivi? Bado mapema. Hapana, kwa sasa hivi siwezi, kuna issue nataka kufanya, labda siku nyingine. Wewe kwani umeoa? Mbona mapema sana hii? Twende nikuonyeshe mambo mengi. Twende nikakuonyeshe mambo mazuri. Hizo bia mbili nilizokuwekea hapo ndogo sana bwana. Twende upige bia na watoto wa ukweli. Uwezi kuresti bwana. Basi jamaa akanishawishi. Nadhani alikuwa anataka kunitumia ili kujionyeshea kwa watu fulani, ama labda anihusishe kwenye issue zake batili, ama huenda hata kuniumiza. Alitoa viashiria fulani hivi vya mtu wa magendo sana, na mimi nilijua jinsi ya kushughulika naye. Usikonde brother, tutaenda tu. Leo kuna mambo tu nilipanga kufanya mapema, kwa hiyo ratiba haitaruhusu. Nadhani siku nyingine, au sio? Nilimwambia hivyo kwa hakika. Basi akanipiga begani kidogo kusasa kitabasamu, kisha akatoa wallet yake mfukoni na kunipatia shilingi 10,000. Nikaipokea kusasa nikimtazama tu kimaswali. Sasa sikia, hiyo hapo weka nauli. Mimi nitakapokuita usije ukasingizia hauna nini? Hauna nauli. Shansoma. Kwanza nipe namba yako. Jamaa aliniambia hivyo. Sasa akanipatia simu yake ili niandike namba. Nikakiacha kiganja cha Joy ambacho mpaka sasa nilikuwa nimekandamiza bado, nami nikamwandikia namba upesi na kisha kuitunza kwenye kitabu cha majina cha simu. Basi Gonga akaniuliza kwamba huyu ni ndugu yako? Yaani aliongevu akimaanisha Tesha, nami nikamwambia ni rafiki yangu tu. Huyu jamaa anapenda sana kupati, ila ana hela. Tembea kwenye njia moja tu na mimi JC, utafurahia sana tu. Jamaa aliniambia hivyo kilevi. Kazi niliyokuwa nayo msikilizaji, unajua ile swala la kutengeneza marafiki mpaka wale wanaotembea na bastola lilinikereketa sana akili yangu. Lakini nikamkubalia tu jamaa na kwenda upande wa choo ili sasa nikojoe kwanza. Kwa kiasi kikubwa sikutaka kujenga ukaribu na huyo Charlie Gonga. Yeye ndio alikuwa analazimisha, maana aliona simshobokei kama wengine walivyofanya, na hivyo akafikiri nina kitu fulani vicha pekee sana cha kumfaidisha nacho. Sijui ikiwa ilikuwa ni sura na muonekano wangu tu, au labda Joy alimwambia vitu fulani, sijui, I don't know. Lakini kwa muda huu sikutaka kujali sana. Nikamaliza haja na kutoka, na Gonga akanitikisia kichwa kunionyesha namna anavyonikubali pale nilipompita. Nikiwa makini tu nikamfuata Tesha na kumwambia twende. Akiwa sasa amesha data na mpenzi wake mpya wa kulipwa, tukatoka ikiwa ni saa 5 sasa. Naye Tesha akaniambia kwamba kulikuwa na geti lingine la kutokea nyuma ya jengo hilo, kwa hiyo tuitumie hiyo njia kuondoka badala ya kupita kule mbele. Basi nami nikaridhia. Tukaanza kwenda, mwenzangu akiwa amelewa kweli, lakini akijitahidi kutembea kwa muhimili mzuri.
Na ile tumekaribia kutoka getini tu nikaitwa. Kugeuka hivi ni Joy. Pause likaniisha. Nitaka tuendelee tu kwenda, maana hata sikuona haja ya kubaki kumsikiliza mwanamke huyo. Nami nikamwambia Tesha tuondoke. Basi Joy akaongeza kasi ya kuja na kusema kwamba JC, subiri basi. Tesha akaniambia kilevya kwamba mtoto huyo mwanangu. Achana naye bwana, tuondoke. Je, nisikilize basi. Joy akasema hivyo baada ya kutufikia. Sasa Tesha akasema kwamba tulia bwana, mimi nasubiria hapo nje bwana. Nakusubiri hapo nje. Basi Jamali namba hivyo akatoka ndani ya geti na kutoa chapo. Naye Joy akajisogeza karibu yangu zaidi na kunishika kiuno. Nikana muangalia tu kwa mkazo. Jesi bwana, mimi nimekumisi. Kwa hiyo unajua jana penzi lako lilikuwa tamu sana. Sijalegea namna ya jana kwa muda mrefu kwa kweli. Yaani sijui una nini tu kilichofanya nilegee kama jana jamani, nimekumisi eti. Nilimwangalia kwa njia isiyoonyesha hisia kabisa. Nisiwe na chochote cha kusema, maana yote alioniambia hayakunipa athari yote ile. Mimi najua nilikwambia tu naitaka kwa jana tu, ila leo mimi nimekaa siku nzima jamani na kuanza mpenzi, nataka niwe ndani ya mikono yako tena, nataka unipe na mimi nikupe mahaba matamu JC. Niliangalia pembeni kiufupi kisha nikamtazama tena. Sema kitu basi jamani, mbona umekaa kimya? Kitu. Jamani, JC, mimi nimekupenda sana JC. Oliver ni tofauti na wanaume wengine. Na Chalije. Chali bwana, unaweza kuchukulia tu hiyo kama biashara tu. Haniridhishi. Mimi naridhika kwako wewe tu. Mbona anakupenda? Ukiwa naye hata kama unapata kidogo, si unapaswa kuridhika? Ndio, lakini aniridhishi sasa. Si umwambie. Kwani amekulazimisha wewe naye? Tamwambia, ila siku kimwambia mkaachana ndio tutakuwa pamoja. Umenielewa? Jesi jamani, nini? Si umesema kuridhishe? Mwambie mwachane ndio tutakuwa wote sawa. Mimi mambo ya kushia siwezi. Ila nakuomba kitu kimoja. Kitu gani? Hebu toe kwanza bwana mikono yako kiunoni kwangu. Jamani Jesi, jamani usinifanyie hivi. Msikilizaji, kuna watu wakawa bwana wanakuja upande wetu. Na mimi sasa nikaitoa mikono yake kwangu na kuondoka hapo. Niko nimejitahidi sana kumuonyeshia ustaarabu ili aelewe. Hii ikiwa ni mara ya pili. Nadhani alifikiri kwamba ningelegeza tu kama siku ya jana, lakini alikuwa amekosea. Sasa hivi ndio angeuona uchuma wangu uko wapi. Tena yeye pamoja na bwana wake mbeba vyuma. So nikamkuta Tesha akiwa ametembea mdogo tu kuelekea nyumbani. Nami nikajiunga naye mpaka tulipofika getini kwao. Akanishauri kwamba niende tu pale kwa Ankia nikapumzike. Akanipa sifa kwa kuwa rafiki mwenye kujali mpaka kuhakikisha nimemfikisha kwao salama. Nami nikaona nimkubalie tu. Nikamwacha na kwenda upande wetu. Na gari la Miriam lilionekana muda ndani kwao nilipotazama kupitia matobo ya uzio, kuonyesha dada mtu alikuwepo tayari. Kisha ndio nikaelekea ndani sasa. Tokea tulipoondoka na Tesha ile mchana ndio mpaka sasa hivi nilikuwa naingia ndani hapo. Nami nikamkuta Ankia akiwa ameketi kwenye sofa huko akiangalia TV. Wakati huo alikuwa amevaa t-shirt nyeupe tu yenye mikono mifupi pamoja na kanga iliyofunika umbo lake la chini mpaka kufikia miguuni. Alikuwa amekaa kwa njia ya kushika tama huko akiniangalia sasa baada ya mimi kuingia, akitarajia nimpe salamu bila shaka. Lakini nikaufunga tu mlango na kisha kumpita bila kumsemesha hata kidogo. Kaingia chumbani kwangu, nami nikavua nguo zote na kisha kuvaa pensi nyepesi tu pamoja na kaushi ili niende kujimwagia maji kisha nirudi kupumzika. Ingawa pombe ilikuwa inazunguka kichwani, niliweza kutambua kwamba chumba hicho kilitoa harufu ya mbali ya dawa za mbu. Kitu kilichoonyesha kwamba Ankia alikuwa amenifanyia wepesi wa kuchoma dawa humo ili kuniondolea kero za mbu. Nikabeba sabuni kisha kutoka. Nikakuta Ankia akiwa upande wa jikoni akionekana kupakua chakula. Naye akaniangalia, lakini mimi nikapita zangu tu na kwenda bafuni. Yeye angeaita haya niliyofanya kuwa maringo, lakini mimi nilikuwa na maana yangu. Basi nikaoga vizuri,
Joto la mwili likapungua nami nikarudi ndani tena. Nikakuta Ankia akiwa amekaa kwenye sofa tena, huku mezani kukiwa na sahani ya udongo iliyofunikwa kwa sahani nyingine ya udongo. Bila shaka kukiwa na chakula alichopakua. Sasa mimi nikapita zangu tu kama vile anielewi somo. Na kabla sijaufikia mlango wa chumba changu, akaniita. Nikasimama na kumgeukia, nikiona wazi jinsi alivyonionyesha hisia za msisitizo wa kitu fulani hivi kwa namna ya alivyoniangalia. Kwa sauti yake upole akaniambia kwamba chakula kipo tayari, njoo ule. Basi nikakitazama chakula hicho mezani, kisha nikaingia tu chumbani bila kutoa jibu lolote. Nilielewa jinsi gani ya kushughulika na huyu mwanamke. Na mpaka kufikia hapo ilikuwa wazi kwamba alitaka kunionyesha kwamba ananijali. Sasa mimi sikumlipa kwa haya yote aliyokuwa ananifanyia, lakini ikiwa kuna sehemu yoyote ndani ya fikra zake iliyotegemea nimlipe fadhila alizonionyesha kwa njia yoyote ile, basi nilitakiwa kuhakikisha anafuta mawazo hayo. Nilikumbuka vizuri sana yote ambayo Tesha alinieleza kuhusu Ankia. Kwa hiyo hili swala ningelikamilisha muda huo, ndio mambo mengine yafuate. So nikajipaka mafuta yangu na kuzitengeneza nywele vyema, nikiwa na lengo la kutaka kwenda tena sebleni ili sasa nizungumze na Ankia kikubwa. Lakini mlango wa chumba ukagongwa, nikijua wazi huyu ni nani. Sikutoa itikio lolote na kuendelea tu kurudishia vitu vyangu sehemu yake ili nikaufungue. Ila nadhani kwa kufikiri sikutaka kumfungulia, Ankia akaufungua mlango mwenyewe na kuingia taratibu. Nikamwangalia. Mikononi alibeba ile sahani yenye chakula. Naye alikuwa ananiangalia kwa macho yenye kutia huruma sana. Yaani ilikuwa ni kama vile mtu ambaye amefanya kosa kubwa na sasa anatafuta njia za kupata msamaha. Na mimi kiukweli sikufurahishwa na hali ya namna hiyo kutokana na kunipa hisia ya kujiona mwonevu. Jesse, nimekuletea chakula. Mimi hata sikumjibu, nikaendelea tu kutulia. Jesse, nakuomba tu basi upokee ule hata kama umekunywa. Mimi nimekupikia chakula kizuri. Aliniambia hivyo, nikakaa kimya tu. Basi usinijibu, mbona unakuwa hivyo Jesse? Lakini si uliniambia nisikusemeshe ama? Jesse, naomba nisamee. Tuwe sawa tu bwana, mimi niliongea tu kwa hasira. Nisamee. Kwa nini unahitaji sana nikusamee? Kwa nini Ankia? Hebu njoo kwanza ukiweke chakula hapo, kiweke hapo. Nilimwambia hivyo. Sasa nikakaa kitandani, naye akakipeleka chakula kwenye meza na kukiweka kwenye nafasi ndogo iliyoachwa. Kisha akaja usawa wangu na kusimama. Nikaushika mkono wake na kumvuta ili akae kitandani kabisa, naye akakaa. Alikuwa ananiangalia kwa macho yenye hisia sana, nami sasa nikawa namwangalia kwa makini. Sijalewa sana mpaka kuhisi labda mimi ni mlevi. No, sijalewa sana. Kwa hiyo yote nitaka kuambia ujue na maanisha. Umenielewa? Aitikisa kichwa kukubali. Sasa nisikilize kwa makini. Sisi ni binadamu, sawa kila mtu ana mapungufu na unajua hilo. Ukiona mtu anafanya jambo usilokubaliana nalo na ukahitaji kuzungumza naye, jitahidi tu kuwa msikilizaji mzuri pia. Huwezi kujua mambo yako vipi kwa upande wake mpaka na yeye umemsikiliza. Kwa hiyo ni kitu ambayo sisi sote tunatakiwa kuwa nayo. Na wengi kuikosa ndio kunafanya migogoro iwepo. Ukipaniki na kuzungumza tu kwa hasira bila kusikiliza, ndio mambo kama haya hutokea. Sasa mimi nakuweka wazi kwa jambo moja. Huwa sipendi kuhukumiwa vibaya, hasa na mtu ambaye hanijui vizuri. Wewe ni mwanamke. Nimekukuta hapa. Hatufahamiani vizuri. Ikiwa kuna mambo hupendi nifanye hapa kwako, hasa ukiwa kama mwanamke, unaniambia na nayafuata. Ikitokea nimekiuka sheria za hapa, ongea na mimi. Lakini nami unisikilize pia. Sawa Kwa hiyo ukianza tu kunirushia maneno, ni kama unajiweka position mbaya mpaka nami sasa, mpaka nami naanza sasa kutenda vibaya. Kwa hiyo sipendi hivyo. Ndio maana nimekuomba msamaha Jesse, mimi mwenyewe sipendi nikasirikie. Muda ule mimi nilikuwa najisikia vibaya, ila Ankia, naomba nisikilize.
Mimi ama mtu mwingine yote ule, kamwe, narudia, kamwe hapaswi kukufanya uogope kuongoza maisha yako kwa njia unayotaka. Sijui unanielewa? Mimi nimekukuta hapa. Una staili ya maisha yako. Una staili ya nini? Ya maisha yako. Na mimi nina staili ya maisha yangu pia. So tunapoishi pamoja ndo tunajikuta tunafaana ama kutoendana kwa mambo mengi. Lakini usiwe ni mtu wa kuyumbishwa kutoka kwenye misimamo yako eti kisa unaogopa nitakasirikia kwa sababu nina ya kwangu. Mimi ni nani? Si nimekuja juzi tu. Haukuwa unaendesha maisha kivyako kabla sijaja? Hapana. Sasa je? Kwa nini hivyo? Ankia, we bado ni kijana. Mtu mzima kijana yani. Sasa hivi mambo sio kama yalivyokuwa zamani. Usipende kushikilia sana vitu ambavyo vimepita. Hautabadili chochote kwenye maisha na utu wako. Hebu jiachie bwana. Kuwa mtu bora unayeweza kuwa badala ya kubaki kujiona kama mnyonge kwa mambo ambayo yameshapita. Basi, baada ya kuzungumza hayo msikilizaji, Ankia akawa ananiangalia kwa macho makini zaidi, akionekana kuivuta maana ya maneno yangu kwa kina. Ankia, ngoja nikueleze jambo moja. Mimi Ankia nakwambia ukweli, nimekuja huko kupumzika tu. Kuishi maisha mengine. Sawa? Sijaja kuwa kiongozi wa maisha mtu. Sijaja kuwa mume wako Ankia. Usinione mimi kama mume wako. Mimi ni rafiki yako. Ukitaka sukari nakupa kama ninayo. Nikikuomba kitu kizuri ukakataa kunipa kwa sababu zako, mimi nani nikulazimishe? Mimi siwezi kukunyima. Umeona ni wewe. Na ni maamuzi yako. Haya mambo tunayofanya kufurahishana ni ya kawaida tu. Usiwe unashikilia sana cause at the end of the day mwenzako akija kuachia, anayebaki kuumia ni wewe. Nilimwambia hivyo kwa upole tu. Basi Ankia akatazama chini na kusema ya kwamba natakiwa kujiachia, niishi kwa uhuru zaidi. Yes. Yani usijali, yani just ishi free kabisa, sawa? Najie kama nikisema nakupenda, utaishi na mimi kwa kujiachia namna hiyo hiyo hata tukifanya mahusiano ama? Hilo neno unajua naambiwa sana Ankia, kiasi kwamba lilisha kuwa la kawaida mno kwangu. Nakwambia hivi kwa sababu mimi nakuona wewe ni rafiki. Mimi maisha ya kupendana mpaka kuishi wote sijui mume na mke, hapana, siwezi. Ukinikubali nikakuelewa, tunatoka. Nikiona unazingua mimi ninaondoka, ninang'oka mapema sana. Ndivyo nilivyo. Masuala ya kufuatiliana sana, nikikwambia nakupenda kama rafiki, elewa iko hivyo tu. Lakini hata kama nikitaka tulale wote na tukalala, hiyo haimaanishi ndio nimekupa kibali cha kuning'ang'ania. Hivyo ndivyo jinsi ilivyo. Nadhani umeelewa. Ankia aliniangalia kwa macho yenye hisia sana, lakini kama vile hisia za kuvunjika moyo, naye akatikisa kichwa kuonyesha uelewa. Mimi nakuelewa sana Ankia. Wewe ni mwenye nyumba yangu, una moyo mzuri, ndio maana nakuweka wazi kwa haya mambo. Usiwe mtu wa kuweka matarajio mengi sana kwenye mambo mengi, ili asije kukuachia maumivu pale akienda kinyume na ulivyodhania. Umeelewa? Ndio, nimeelewa. Wala hata ukuwa na haja ya kuomba samahani kwa sababu jana kikweli, of course nilikosea. Joy alilazimisha tu mambo, ila na kuahidi haitatokea tena. Hii ni nyumba yako na hiki ni chumba chako pia, sawa? Sawa. Halafu ulikuwa unapiga hodi ya nini wakati hadi dude langu ushashika? Basi nimuulize hivyo Ankia kiutani kwamba ana haja gani ya kupiga hodi wakati hadi dude langu ameshalishika. Akaniangalia na kucheka kwa haya, nami nikatabasamu pia. Nikamuuliza, vipi, umepika nini? Ankia akasema ubwabwa, nyama, mchicha. Vipi nikupatie ule?
Alisema hivyo, nikamshika kiunoni kiuchokozi na kumwambia kwamba vipi ukinipa hiyo tamu nyingine kwanza. Ankia akacheka kwa aibu na kufunika uso wake kwa kiganja. Nikamwambia kwamba nakutania tu. Singependa. Hapana JC, mimi nataka, nimekuelewa vizuri, usijali. Mimi sitakuwa namna hiyo tena, ila nakuhitaji sana. Toka juzi ulivyokuja, yani naoshwa mno kwa ajili yako. We, sikujua na maneno namna hiyo. Haujui mengi kunihusu mimi pia. Na ndo nataka nikuonyeshe. Wacha we. Yeah. Hebu nionyeshe basi. Nitakuonyesha kesho, sasa hivi kula. Mimi naenda kulala, sawa? Kwa nini sio sasa hivi? Wewe. Wewe umeelewa wewe. Bwana mimi sijalewa. Mimi nitakupatia kesho. Mimi nataka unipe ikiwa fresh. Au sio? Yeah. Fresh. Naona umeanza kujiachia kweli. Na ninafurahi tu kujua umenielewa. Ngoja nile msusi wako ili kesho kweli ni aonje hayo maanjumati special. Basi nimwambia hivyo na kumbonyeza pajani. Akacheka kidogo na kisha kusimama. Sasa nikana muangalia tu kiunoni, naye akanishika shavuni na kisha kunibusu kwenye paji la uso wangu kama wazungu eti. Kisha akaanza kuondoka. Nikashusha pumzi ya utulivu na kuinamisha uso wangu. Nilikuwa nimeamua kumuonyeshea Ankia upande wa utu wangu ambao sikufurahia sana. Sababu zenyewe kwanza nazijua mwenyewe. Nilihitaji atambue kuwa mimi nisingeweza kuwa kile alichodhani ningekuwa katika maisha yake. Na nilipanga kumfanya awe mtu wa kuona mambo kwa njia nyepesi zaidi badala ya kuruhusu mapito tu ndio yamwogopeshe kuishi maisha mengine. Kama angeona hayo hayafai, basi sawa, tungeishi kawaida tu. Lakini kama alitaka kujichanganya na mimi, basi chochote ambacho ningempa ingekuwa ni kwa njia ya kirafiki tu. Si ndio kazi ya marafiki? Kusaidiana. Wanaita nini? Friend with benefits. Si ndio wanaita hivyo. Friend with benefits. Marafiki wa faida. Lakini mimi sikuwa nimekuja hapa kutengeneza maisha pamoja na huyu mwanamke, msikilizaji. Na kama hilo alilielewa kweli, basi tungeendesha maisha vyema. Nami ningemuonyesha namna ya kuishi maisha mengine ya kujifurahisha bila kushikilia sana vitu mpaka impe wakati mgumu kuviachia. Maisha ndivyo alivyo siku hizi, msikilizaji. Na inaonekana yeye aliyataka yale ya kwenye tamthilia, lakini hii ni bongo. Kwa hiyo angetakiwa kuishi kama mbongo kweli. Mimi nikavuta tu chakula baada ya hayo na kula kiasi. Kikiwa ni kitamu kweli kweli. Na baada ya kushiba nikarudisha sahani mezani na kisha kwenda kuzima taa. Huyo kitandani kutafuta usingizi. Bila shaka kesho ingekuwa na mambo kama yote yenye kusisimua. Nami nikajiachia zaidi kitandani hapo ili usingizi uje kunibabua vizuri. So nilikuja kuamka kukiwa kumeshakucha vyema. Nami nikawa nasikia sauti za mbali kiasi za mtu akifoka kutokea huko nje. Mimi hata kwanza sikuzijali sana na kuchukulia kuwa ni mambo ya Waswahili tu. Nami nikajinyosha mpaka nilipoamua sasa kunyanyuka kutoka kitandani. Bado nilikuwa na wengi la usingizi. Nikafikicha macho na kuvuta simu yangu, muda ukiwa ni saa 4 asubuhi. Nikakuta jumbe kadhaa kutoka kwa marafiki na miss call za kutosha tu. Nikajibu nilizoziona kuwa ni muhimu, na ya mtu mmoja kanifanya nitabasamu. Ulikuwa ni ujumbe kutoka kwa yule Soraya aliyefanya kazi dukani kwa bibie Miriam. Na alinitumia jumbe za salamu na kuniambia niamke, maana ilionekana nilipenda sana kulala. Nikamjibu kuwa ndio nimeamka sasa hivi na kuuliza kama alikuwa poa. Sasa nikiwa nasubiri jibu, nikaweka umakini zaidi juu ya hiyo sauti iliyokuwa ikiongea kwa njia ya kufoka huko nje au kulalamika. Mimi sikujua hata. Ilikuwa ni ya mwanaume akizungumza kwa hasira, lakini maneno yake hayakufikia vyema masikio yangu. Sasa kwa kuona Soraya amekawia kujibu, ikabidi sasa niweke simu pembeni na kisha kuvaa pensi na t-shirt ili kwanza nikaonane na mama mwenye nyumba wangu, nikitarajia mambo mazuri kutoka kwake kwa asubuhi hii. Na nilipoelekea sebuleni hakukuwa na mtu. Usafi na mpangilio mzuri wa vitu ulionekana vyema kumaanisha Ankia alikuwa amekwisha kuamka. Lakini hakuwepo hapo.
Sauti ya mwanaume huyo huko nje iliendelea kutoa maneno kwa njia ya kulalamika, ikiwa ni kama ugomvi hivi. Nami nikagonga mlango wa chumba cha Ankia na kumuita, lakini hakuitika. Nikaamua nitoke ndani. Nilipofika nje, yani sio kule nje ya gate kabisa, no, niliweza kuona kupitia yale matobo kwenye ukuta uliotenganisha nyumba yetu na akina Tesha, watu wakiwa wamesimama usawa wa geti. Na japo sikuwaona vyema sana, lakini niliwatambua wawili kuwa Tesha mwenyewe pamoja na yule mama mkubwa mweusi. Sauti ya mwanaume huyo ilitokea nje ya geti lao, na kwa hapo mimi sikuweza kumuona. Nilipoangalia upande wa geti letu kuelekea nje, ningeweza kuona kwamba idadi ya watu waliokuwa wamekusanyikana huko ilikuwa ni kubwa. Yani ni kama kuonyesha wanashuhudia tukio fulani. Sasa nami nikawa nasikia malalamiko ya huyo mwanaume. Wewe umekalia ujinga tu. Watoto hawa, mtoto huyu. Huyu ni mtoto huyu. Unamwendekeza tu. Nazipata habari zake zote, anarudi usiku amelewa. Unamwangalia tu. Ndio matunzo bora. Eti wanajamii. Hivyo ndivyo tunalewa watoto siku hizi. Jitu zima limekaa kubebwa tu. Na wewe ni mpumbavu sana. Hivi unawaleaje hawa? Kwa misingi ipi yani? Unajionyesha ni kwamba una msimamo sana wakati uwezi hata kusimamia vyote vilivyoachwa na kubaki umejibotekea tu. Aise. Huyu mtu alikuwa nani? Na alikuwa akiongea na nani? Sasa nikasikia sauti ya Zawadi Mweupe. Mdo sasa nasogea mdogo, nikasikia sauti ya Zawadi Mweupe ikisema ya kwamba Joshua, hebu acha basi jamani, unatudhalilisha ya. Hivi kwa nini unashindwa? Kwa nini umeshindwa kuingia ndani jamani? Basi yule mwanaume akasema kwamba niingie ndani kufanyeje? Nataka watu wote wajue na kuziona rangi za huyo mpumbavu leo. Ataelewa tu. Basi sauti ya Zawadi Mweupe ikanena ya kwamba Joshua, naomba utulie. Sasa hapo kulikuwa kuna jambo zito lilikuwa likiendelea. Sana nami nikawaza kuwa bila shaka Ankia angekuwa huko nje. Ni nini kingine ambacho kingesisimua zaidi kwa asubuhi hii kama sio kujua familia Miriam ilikumbwa na nini? So ningehitaji kujua. Sasa nikiwa nahitaji kuelewa aliyotokea hapo nje, nikaamua sasa kurudi ndani na kuvaa suruali kabisa, maana nilikuwa nasikia sauti kwa mbali tu, hata sielewi vizuri. Kisha nikachukua mswaki na kwenda kuitoa harufu ya pombe upesi, nami nikarudi ndani na kujiweka sawa. Nikatoka sasa mpaka pale nje ya gate kabisa, mpaka yani nje ya gate letu, kukuta sasa ndo watu na watoto wamekusanyikana sasa. Hasa majirani wa karibu na eneo hilo. Nadhani baadhi ya watu wa hapo walifikiri nimetoka kuja kutazama aliyoendelea nje na kubaki kuwa mtazamaji tu, lakini nilipoona kilichoendelea hapo, sikutaka kubaki kuwa mtazamaji tu. Usawa wa geti la nyumba ya kina Tesha walisimama watu wake wa familia, yani mama mkubwa mweusi, Zawadi Mweupe, Shadia pamoja na Miriam. Ni Mariam tu ndiye ambaye hakuepo. Miriam ndiye aliyekuwa amesimama mbele zaidi, huku mama zake wakubwa wakiwa nyuma yake pamoja na Tesha. Na mbele yao alisimama mwanaume fulani hivi mweupe kiasi, na ni mtu mzima tu. Huyu ndiye aliyekuwa akifoka. Alikuwa ni mrefu kunifikia, mwenye ndevu nyingi kidevuni na mwili mkubwa usio wa mazoezi. Alivalia shati la mikono mifupi, suruali ya kitambaa na kitambi kilionekana kutokeza kiasi sehemu ya tumbo lake. Miguuni alivaa sendo. Na kwa kumtazama tu pesi niliona alikuwa ni aina fulani hivi ya, yani sijui nisemeje. Lakini maneno aliyosema yalikuwa yanaelekezwa kwa Miriam. Mwanamke huyo alisimama kwa utulivu, akimtizama mwanamume huyo mbele yake kwa mkazo kiasi. Nami sasa nikapata picha fulani kwamba hawa watu walijuana. Si hata Zawadi Mweupe alimwambia jamaa ingie ndani. So inaonekana wanajuana kabisa. Bila shaka walifahamiana. Lakini mpaka kuleta fujo hizo zote hapo ilimaanisha mwamba alikuwa ametibuliwa kupita kiasi na hiyo familia. Nami nikawa sasa nimemuona Ankia akiwa amesimama mbele yangu kiasi. Nikamsogelea na kusimama karibu naye pia. Na akanitazama akasema, "Jesse, umeamka?" Nikamtikisia tu kichwa kubali na kuendelea kumtazama yule mwanaume. Yaani kwa nini hutaki yani? Mpaka nimelifikisha ile swala mahakamani jamani. Ni haki yake. Kwa nini unalazimisha kuichukua? Ulizonazo hazikutosha au? Wewe usiniletee masuala ya kusema haki, umesikia? Hujui haki nini wewe? Huyo mtoto ni kichaa. Hawezi kusimamia mali chini ya hali yake. Hivyo lazima msimamizi wake halali amsaidie. Wewe una halali gani? Mimi dada yake. Dada kitu gani wewe? Dada nusu? Huna lolote wewe. Unakamia mali tu za wadogo wako, alafu hufanyi lolote la maana ila kuanulia tu mapombe tu na kufanya umalaya.
Zaidi mweupe alimuita Joshua kwa ukali kidogo ili atulie na apunguze ukali wa maneno yake. Mama tulia mama. Kwenye ukweli mimi lazima niseme bwana. Kwa unadhani watu hawakujua Miriam? Hutu tucheni tusaa kila kitu unanyonya tu hapa. Unajifanya unaweza sana hadi kuendo mambo ya wanaume lakini uwezi. Wewe ni mwanamke tu. Huyo mwanaume alisema hivyo. Mimi nilimwangalia Miriam na kuona akijikaza sana kutokulia. Akiwa amekunja viganja vyake na kifua kikipanda na kushuka taratibu tu, lakini kwa pumzi tetemeshe. Ni wazi maneno ya mwanaume huyu alimuumiza. Nami nikamtazama Ankia na kumuuliza kwamba huyu bwana ni nani? Ankia akasema ya kwamba ni ndugu yao sijui. Jamani. Yaani kila mtu anakuona kama malaika hapa jamani. Lakini mimi ndo nakujua. Watu msishangae huyu mwanamke sio huyu. Jamaa aliendelea kumponda Miriam. Sasa Tesha akasema kwamba unaofanya sio vizuri. Tesha aliongea hivyo kwa sauti isiyo kuu sana. Akaambia wewe funga mdomo wako dogo, nitakuasha sasa hivi. Jamaa akamtishia namna hiyo. Sasa Tesha akatulia. Ilionekana yani ni kama vile walikuwa wanamuogopa sana. Sasa mkubwa mweusi akasema kwamba Joshua, hebu acha basi jamani. Acha, inakupa faida gani kumfedhesha mwenzio hivi? Fedhea? Yaani hiyo fedhea hajajua bado. Leo kaionja. Sasa wewe nisikilize. Unisikilize kwa makini, unaiona hii? Mwanaume huyo akamuuliza Miriam hivyo huku sasa akimnyoshia karatasi fulani hivi lililochapishwa maandishi yaliyoonekana kuwa maalum. Naye Miriam akaendelea kumwangalia tu. Mimi kila kitu nimeshakamilisha, umesikia? Na mahakama imetoa ruhusa. Hii hapa karatasi hapa. Hii hapa. Hii hapa, umeona? Umeona karatasi? Sasa ukitaka soma. Lakini hapa ni moja tu. Wewe ndo unajifanya msimamizi? Sasa saini hapa kukubali nikuchukue. Ukikataa tutaonana mahakamani. Faini na kuhusu. Na bado utakiachia tu. Mwanaume huyo akamwambia hivyo Miriam. Sasa kuna mzee mmoja akamuuliza kwamba kaka, mbona fujo namna hivyo bwana? Kwani amekufanyaje bwana? Mzee mmoja aliuliza hivyo. Sasa jamaa akasema kwamba mzee tulia bwana. Wacha ndili naye mimi mwenyewe. Tunajuana bwana. Oya Miriam, usijisaulishe, umesikia? Shika. Shika bwana, usaini unaangalia. Shika usaini hapo. Lakini kwa nini uko hivi? Yaani tumekosea wapi? Yaani kweli unaamua tu kunifanya nionekane mbaya mbele ya jamii, si ndio? Hauna hata heshima kidogo tu kwa mama zetu hawa. Yaani hata tu huruma kumwelekea Mariam kweli? Miriam aliongea hivyo kwa hisia. Sasa wewe utasaidia nini? Mimi nafanya hivi ili upumue tu. Wewe haujai lolote lile. Ila kuwa hapa tu, si ndio? Mariamu yuko hapa. Hutaki hata aende hospitali ya vichaa, si ndio? Umeshinda. Basi angalau itoe na hii kitu, niibebe mimi na sio kukaa tu kuiacha huko mwishowe wajimilikishe wengine. Wewe kwa una uhakika gani si angalie? Bwacha basi mdomo basi. Hapo unajua unanichesha bwana. Shika karatasi bwana, usaini bwana, mimi niondoke bwana. Usipotaka karatasi yenyewe inaeleza. Utaenda mahabusu kula busu za wajinga wenzio huko, lakini tufike hadi huko ili iweje? Hapana, hatutaki kufika huko, si ndio? Sasa saini ni kuondolee kelele. La sivyo. Saini bwana. Nilimwangalia Miriam na kuona jinsi alivyotetereshwa sana na Alio. Na kuona hadi Shadia mwenye maneno mengi yuko kimya tu. Ilimaanisha alitetemeshwa sana na huyo jamaa. Mama zake wakubwa na Miriam wakawa wanamshika mabegani mwanamke huyo kwa njia ya kumpa kitulizo. Na huyo mwanaume ambaye ni Joshua akamshikisha Miriam karatasi hiyo na kumpa kalamu kwa mkono mwingine. Wewe unajifanya unapenda sana maendeleo, Paka leo unaendesha kigari uchwara tu cha miaka nenda rudi. Saini hapo bana. Mwanaume huyo akaongea hivyo kwa dharau na kuvuta ulimi wake ndani ya mdomo. Alinikera. Lawama zote alizomrushia Miriam hazikuonekana kuwa za haki, na kuna kitu kilichonisukuma niamini kwamba mwanamke huyo alikuwa anaonewa. Sijui lengo lake jamaa lilikuwa ni kupata nini, sijui. Na Mariam alihusika vipi na hayo yote, sijui. Lakini fedhea alizozitoa hadi mbele ya mama wakubwa zilinichukiza sana tu. Sasa na mimi nikatoka hapo nilipokuwa nimesimama na kwenda mpaka pale aliposimama Miriam. Watu waliniangalia na huyo jamaa akanitazama pia. Sikuwa nikimwangalia hata kidogo. Yaani sikuwa nikimtazama, bali macho yangu yalikuwa ni kwa Miriam. Mwanamke huyu akaniangalia machoni
nami niliweza kuona wimbi zito la machozi lilokuwa likizuiwa kutoka kwenye macho yake ili tu lisiloanishe ngozi yake ya mashavu. Nami nikachukua karatasi ambayo huyo jamaa alimshikisha kwa lazima na kuitazama. Sasa jamaa akaniuliza kwamba wewe nani wewe? Nimwangalia kwa ufupi tu. Naitwa Jesse. Mimi daktari wake Mariam. Nikatazama tena karatasi hiyo. Nadhani niliwacha wengine wakinishangaa kiasi. Hata Miriam akawa ananitazama tu kimaswali. Nini? Daktari? Miriam, nini hiki? Joshua, nakuomba twende ndani tukaongee hizo siri zako. Wewe hujanijibu mjinga wewe bwana. Huyu ni nani? Jamaa akafoka. Niliendelea kuisoma tu karatasi ile kwa makini, lakini pia nikisikia vizuri kashfa zake. Hata Shadi akasema kwamba Joshua, hebu basi kuwa basi mstaarabu jamani. Ona mpaka polisi jamii wanakuja sasa. Acha waje tu. Ndio vizuri. Wewe nimekuuliza u nani? Unataka kunichezea hapa si ndio? Hivi kwa nini unataka kunielewa? Kwa nini umekuwa hivi? Wewe ndio hauelewi. Sijui una wazimu. Umazadi kuleta watu wa ajabu. Miriam, unataka kunichokoza si ndio Yaani unataka mpaka nikupige ndio uelewe si ndio? Jamaa akamwambia hivyo sasa akimyoshia kidole. Nikamuuliza kwa kumtazama ya kwamba umpige nani? Jamaa kaniangalia, nikamgeukia vizuri zaidi. Naye Miriam akarudi nyuma kidogo na kusimama. Alisimama usawa bega langu. Sasa jamaa kanipandishia sauti akasema eti, "Nimpige nani? Kwani wewe inakuhusu nini? Wewe fala nini? Wewe inakuhusu nini?" Nikamtazama. Ase, sitajali kimhusu mtu yote. Ila kama unataka kuona kuna vichaa zaidi yako, mguse huyu dada. Nilimwambia hivyo kwa sauti makini sana. Na ikiwa nikimtazama kwa mkazo zaidi, naye akawa ananipandisha na kunishusha ni kama haelewi somo vile. Nadhani kusimama kwangu imara mbele yake Miriam kulimpa Tesha ujasiri pia. Kwani akaja mbele ya dada yake pia na kusimama kama vile anamlinda. Sasa Joshua akaniuliza kwamba hivyo unajua mimi vizuri? Sasa nikujue liweje? Unijui dogo si ndio Dogo naona unijui vizuri. Nitakuja na kufanya kitu kibaya wewe. Tena yani ndio nakisubiri sana hicho kitu kibaya. Hicho kitu kibaya nakisubiri sana. Nakisubiri kwa hamu sana kilete. Jamani mwambie hivyo kwa ujasiri. Basi akanikazia macho yake makubwa, akawa amekodoa kama vile ameibana haja kubwa. Nyie nini kinaendelea hapa bwana? Sauti iliweza kusikika. Ni swali hilo ambalo liliulizwa kwa base yenye mamlaka. Nami sasa nikaangalia pembeni na kuona wanaume watatu waliovalia nguo za kiaskari za samawati pamoja na kofia, wakiwa sasa wameshikilia aidha rungu au bunduki. Mwingine kati yao nilimtambua pesi. Wanne ambaye hakuwa amevaa kiaskari, akiwa ni mwenyekiti yule tuliyeenda na ankia ile juzi kule Mzinga kusaini makaratasi ya upangishwaji ofisini kwake. Basi Joshua akasema kwamba mzee Ahmadi, tena ni vizuri sana umekuja. Naona lugha niliyotumia kwa muda mrefu haijaeleweka kwa hawa watu. Kwa hiyo njoo nirahisishie kunyosha maelezo. Basi Joshua akamwambia hivyo mwenyekiti. Alifanya hadi sasa kumshika begani kwa njia ya kirafiki na kumsogeza karibu nasi zaidi. Jamani, kwani kuna nini hapa Mbona mimi naletewa taarifa kwamba umezusha fujo huku Joshua? Shida nini bwana? Huyo mwenyekiti mzee Ahmadi akamuuliza hivyo jamaa. Joshua akajibu ya kwamba ndio usikilize sasa. Huyo Joshua huyo anataka tu kuleta vurugu tu. Umeshindwa kuingia ndani tukaongea vizuri. Kelele bwana, kelele huko. Unajiongelesha nini? Hayakuhusu mjinga nini? Joshua alimkatisha Shadia kwa kufoka namna hiyo. Inaonekana alikuwa na kiburi kwa sababu yawezekana mwenyekiti na watu wake walifahamiana naye vizuri. Kwa hiyo alijua angekuwa upande wake kwa chochote kile ambacho angesema au kufanya kwa sifa. Nilianza kumwangalia kwa hasira sana. Mwenyekiti, mimi nimekuja hapa kumwambia Miriam huyo aachie kipande cha mali kilichowekewa jina la Mariam. Nyinyi wote mnajua huyo msichana ni kichaa. Sasa atakishughulikiaje sasa? Cha ajabu mtu mwenyewe hana hata habari nacho. Kakitelekeza tu huko. Hivyo una hakika gani kwamba mimi nimekitelekeza? Hivi mbona unakuwa kama umeelewa? Unalazimishwa ukichukue ni chako. Naona sasa umeanza kunisemesha Tena sasa kwa kiburi kwa sababu kuna haka kaumbwa kamesimama mbele yako, si ndio? Eti kana kulinda. Unataka niweke wazi kwa hawa watu wote sababu ya mimi kutaka usimamizi wa hiyo mali? Ni mimi ndio ninayestahili kuisimamia na sio wewe. Damu yako haina usafi kamili kama damu yetu sisi wengine.
Sijui unanielewa? Au unataka nifungue na kuitangazia hapa umma namna ya hiyo statement inavyomaanisha? Joshua aliongea hivyo. Miriam akabaki kimya. Hata mimi sikuelewa Joshua alimaanisha nini. Lakini Miriam kukaa kimya ilionyesha kwamba kuna kitu kizito ambacho Joshua alikitumia kuwa kama sababu ya kuhalalisha mambo aliyokuwa akimfanyia. Kama sababu halali ya kumsimanga Miriam. Ingekuwa muhimu sana kujua Joshua alikuwa nani kwenye familia hii. Lakini kwa sasa ni kero zake ndio zingetakiwa ziondolewe kwanza. Alijiona kuwa sahihi sana. Na mimi ningemuonyesha jinsi alivyokuwa duni. Sasa Joshua akanikwapua karatasi ile na kumuonyeshia mwenyekiti. Mzamadi, hii hapa karatasi hapa. Hii hapa document ya mahakama hii. Imeeleza kila kitu, uhalali nao wa kuchukua. Yaani kusimamia hiyo sehemu. Na nimeshampigia huyu kelele nyingi tu, lakini naelewi mpaka tumefikishana huku sasa. Wewe mwenyewe unanijua mzee wangu. Angekuwa amekubali wala hata usingeitwa hapa. Sasa kuna watu hapa wanamjaza tu. Wanamjaza tu upepo, bicho linakuwa hilo kama malaya tu. Amesimamishia hadi na aka kabenteni kake hapa eti kunirudisha nyuma mimi. Mimi huyu kweli? Wewe, hebu shika adabu yako wewe. Joshua, usifikiri tumekaa kimya tu basi utuone sisi ni wanyonge sana. Hata sisi haki tunaijua bana. Mama mkubwa mweusi akamwambia jamaa. Joshua akasema kwamba kwenda huko bana, haki unajua wapi wewe? Ungekuwa unafanya kazi kutoa pesa chakula hapa ndio ningesema unajua haki wewe. Nyinyi si mnajua kula tu. Joshua aliongea hivyo. I say, hakuwa na heshima hata kidogo. Sasa mzee Ahmad akasema kwamba sasa jamani, sasa hapo mimi nashindwa kuelewa bwana. Sasa yani mmeshindwa kuongelea haya mambo vizuri mpaka kufanyana vujo. Miriam mama, kwa nini hutaki kumpa haki yake ndugu yako bwana? Sio yako yake ni mdogo wangu. Mdogo wako wapi? Mdogo wako si ni Taira bwana. Sasa ataishikiliaje? I say, wewe hebu naomba tulie. Nilimwambia hivyo jamaa sasa nikimnyoshia kidole. Jamaa akasema unasemaje? Joshua akaniuliza hivyo na kutishia kunifuata. Nikapiga tu kumfuata pia. Na wale maskari wakatuzuia. Sasa mmoja wao akasema kwamba aise tutawachapa virungu hapa sasa hivi, acheni ujinga. Joshua akasema kwamba huyu si ni mjinga mmoja tu ndo anataka kujifanya hapa anajua. Njoo kuchubua huo uso vizuri. Basi Tesha akanishika mikono ili kunivuta tuelekee ndani. Kwa kuwa mama zake wakubwa walitaka tuondoke hapo nje. Lakini nikaitoa mikono yake kwangu na kuendelea kusimama hapo hapo. Miriam akawa sasa anajifuta machozi kwa kuwa alilia bila kutoa sauti. Aise, hebu mkiendelea hivi bwana tutafikishana pabaya bwana. Mnanielewa bwana? Joshua. Na wewe kijana mgeni wewe. Hebu nawataka nyie wote twende kwenye ofisi yangu bwana. Mzee Ahmad alisema hivyo kwa sauti ya amri. Nikaambia kwamba hakuna haja ya kwenda ofisini mzee wangu. Namaliza upuuzi wa huyu mwanaume hapa. Joshua akasema kwamba unasema nini? Hapana. Nina 90, utaelewa tu. Basi Miriam akasema kwamba wewe no, hebu acha. Miriam akaniambia hivyo na kunishika mkono kama kunizuia. Na mimi nilimwangalia kwa ufupi tu. Kisha nikamtazama tena mwenyekiti. Sasa Joshua akanipandishia bangi bwana. Ita anasema kwamba unataka kusema nini mshenzi wewe? Unataka kusemaje? Mzee Ahmad, hebu naomba uangalie karatasi vizuri. Basi mwenyekiti akitazama kweli, naye akaniangalia na kusema kwamba imefanyaje? Unajua kwamba nyaraka za mahakama huandikwa na kupewa uthibitisho kutoka kwa hakimu au mwanasheria, si ndio? Niulize hivyo na mzee Ahmad akajibu ndio najua. Sasa baada ya mzee Ahmad kusema hivyo, Joshua akadakia akasema kwamba wewe si ni fala tu, unataka uthibitisho gani bwana? Hii hapa saini yake. Hii hapa saini yake hakimu, hii hapa. Joshua akadakia na kutuonyesha. Hakimu mkuu au hakimu mkazi? Nilimtega hivyo. Akasita kidogo. Kisha akasema kwamba hakimu mkuu bwana, kwani unataka nini? Muhuri wake uko wapi? Nikamuuliza hivyo, akabaki kimya. Mwenyekiti akaitazama tena karatasi hiyo, bila shaka akiwa sasa anautafuta muhuri. Lakini najua hata yeye asingeweza kuona. Hiyo dokumenti ni bandia. Kaifoji tu. Anataka kuhamisha haki ya mdogo wake Miriam iende kwake. Na anahitaji sahihi yake Miriam akiwa kama msimamizi halali ili aende kufanya process za kutafuta dokumenti na viambatanishi halali aiweke huko. Halafu ndio hicho kipande cha mali akipate. Nadhani hata sahihi ya huyo hakimu kaipata kwa njia ya carbon tracing copy kutoka kwenye karatasi nyingine. Lakini sahihi ya Miriam
hakuweza kuipata. La sivyo angetumia nyaraka hii sehemu rasmi kuhalalisha wizi wake bila yote kujua, na sehemu ya mali anayotaka angechukua. Lakini kwa sababu hii kitu inaonekana halisi sana, ndio maana akaona aje hapa afoke, Miriam aogope na kusaini, halafu ondoke akidhani ameshashinda. Sijui unanielewa? Nilimwambia hivyo mwenyekiti. Msikilizaji, naweza kusema ukimya uliofuata kwenye eneo hilo ulimaanisha kwamba watu walikuwa wanajaribu kuelewa kile nilichokisema. Naye Miriam akawa sasa ananitazama usoni kwa njia ya umakini na utambuzi. Joshua akasema kwamba bandia, hivyo jamaa vipi? Hivi mjinga anaongea nini huyu? Hivi unajua hati bandia wewe? Au unafikiri kila karatasi tu hapa ni mpaka wewe na muhuri ndio ujue kwamba ndio ni lazima? Nilimkatisha kwa sauti kali. Sasa Tesha akatoka nyuma yangu na kumsogelea mwenyekiti, akiangalia karatasi hiyo kwa makini. Sasa mzee wangu, minimum ya miaka ya kifungo kwa mtu anayefanya forgery kwa kujaribu tu kuiba mali, unajua inafikia miaka mingapi? 10. Miaka sio usiku na mchana. Miaka 10 sio usiku na mchana. Anachokifanya huyu mwanaume ni kesi ya wizi, na kutokea hapa tunaweza kumpeleka kituoni kumshtaki. Yes, maana ushahidi huo upo. Akitaka kujitetea, basi atupeleke kwenye hiyo mahakama aliyofanyia makubaliano yote hayo na hakimu. Waseme walimpa nyaraka hii muda gani, na kwa nini out of nowhere tu wakasahau kuweka muhuri. Si ndio anavyoweza akasema kwamba labda alisahau? Niliongea kwa sauti tulivu. Mwenyekiti akamtazama Joshua. Hata wale maskari pia, minongono sasa mingi ikaanza kusikika kutoka kwa majirani na watu waliokuwa eneo hilo. Naye Ankia akasogea mpaka karibu nami na kusimama hapo pia. Ni kitu kisichowezekana kwa sababu karatasi zao hubeba muhuri mkuu ule embedded. Sawa? Muhuri wao upo ni embedded. Yaani unakuwa ni ndani kwa ndani. Unauona tu umevimba sehemu fulani hivi kwenye karatasi. Muhuri wa mwanasheria mkuu ndio unapigwa kwa chini kutoa uthibitisho zaidi kama mheshimiwa kahusika. Wewe si wa kwanza kufanya hivi bwana. Usijione mjanja sana. Walio kutengenezea hiyo kitu wanaelewa mno, ila bado hawajaweza kufaulu kudanganya vizuri kama ulivyodhania. Pole sana ese. Nimbambevo Joshua. Mwanamume huyo alikuwa ananitazama kwa mkazo zaidi, akionekana ukasirishwa sana na mimi kwa sababu ya kumumbua. Shadi akasema kwamba meona sasa, kumbe ndio mwizi mshenzi mkubwa sana wewe Joshua. Basi nikaa nimemwangalia Shadi aliposema hivyo, na kuona sasa mama wakubwa wakiniangalia kutabasamu. Nami nikamtazama Miriam na kuona amekaza macho yake kumwelekea Joshua. Nani Joshua? Yote haya anayosema ni kweli. Hii karatasi ni fake bwana. Kwa nini unafanya hivi alafu sasa unaleta usumbufu wako huku? Mwenyekiti alimuuliza. Sasa jamaa alionekana kukosa amani, lakini akasema kwamba hamna bwana, walisahau tu kuweka. Basi mmoja wa maskari akasema kwamba tuenene basi wote huko ulikotoa hii. Si sawa sawa? Alongevo mmoja wa askari. Sasa Shadi akasema kwamba muendeni awapeleke. Mkikuta kweli basi sisi ndio wabaya, ila mkikuta anadanganya awekwe jela. Basi Shadi aliongea hivyo. Joshua akasema kwamba mzee Ahmadi, naomba unisikilize mimi. Unanijua vizuri sana. Shadi akakatiza akasema wewe acha mambo yako, unanijua vizuri bwana, unazingua. Mtu gani wewe uridhiki na yote uliopewa unataka kubeba hadi na vya wenzako kwa visingizio tu visivyo na kichwa wala makalio? Shadi alisema hivyo. Sasa Tesha akasema kwamba mbona hapayuki sasa hivi? Ongea tukusikie sasa. Sulku na payuka ongea. Tesha naye aliongea kwa ujasiri. Joshua akasema kwamba kwa hiyo dogo na wewe sasa yani unanisemesha hivyo, si ndio? Tesha naye akajibu kwamba nakusemesha hivyo ndio. Wewe ni mwizi tu. Hauna kazi za kufanya, unakuja tu hapa kufuatilia tunavyoishi. Si ulijitenga mwenyewe wewe. Tunavyoishi sisi wewe inakuhusu nini? Anavyotutunza Damimi ni mara milioni vizuri zaidi ya wewe unavyoweza kuitunza familia yako. Hata uwe na pesa ngapi, hawezi kumfikia. Kinachokuuma ni wivu tu kwa sababu yeye ni bora kuliko wewe. Unataka hadi kumuibia Mariam. Ameukosea nini sasa? Tesha aliongea kwa hasira. Tena hasira iliyochanganyikana na hisia. Kwa jinsi Tesha alivyoongea, nilielewa hawa watu wangekuwa na uhusiano wa karibu wa kifamilia. Na bila shaka Joshua alikuwa amefanya mengi mno yaliyowachukiza ndugu zake. Hata jambo hili kiukweli lilichukiza sana.
Sasa Joshua akawa anamwangalia Tesha kwa njia ya hasira. Tesha, basi imetosha, naomba uje huku. Miriam akamwambia hivyo mdogo wake. Sasa Tesha akatena kurudi nyuma ya dada yake tena. Polisi jamii mmoja akamkamata Joshua kwenye mkanda wa suruali yake na kusema kwamba oya, tunakupeleka kituoni kabisa wewe. Naona unatuletea kelele alafu wewe ndio mwizi bwana. Basi jamaa akashusha sauti akasema kwamba mambo gani haya sasa bwana? Mzee Ahmadi, hivi vitu vinaongeleka bwana. Mimi sijafahamu makusudi bwana. Watakoto walikosea tu. Miriam haikuwa usielewe basi yani jamaa hakujua hata ongee nini. Basi Shadi akasema kwamba wewe ni mshenzi tu. Umekuja hapa tunakuambia uingie ndani tuzungumze ukakataa. Sasa hivi ndo unajifanya mtakatifu. Mpelekeni kituoni huko, mpumbavu mkubwa sana, na sisi tunakuja. Unatuona tujasoma eti? Na leo limekutoka mpuuzi wewe. Shadi alisema hivyo kwa hasira. Sama mkubwa mweusi akasema kwamba basi dada inatosha. Joshua, yani Joshua maribu sana. Na unajua hilo? Ama umemharibia ndugu yako taswira yake ili tu umuibie. Nadhani kama mngeombana vizuri mngeamaliza tu bana. Sasa hapo umepata faida gani sasa? Aibu inarudi kuwa kwako bana. Mwenyekiti aliongea hivyo. Sasa Joshua akaangalia chini kiasi, kisha akanitazama kwa njia yenye hasira. Alionekana kuwa na kiburi bado, lakini hapo ujanja ulikuwa umeshamtoka. Sikuwa hata na chembe yoyote ile ya hofu kumwelekea. Zaidi nilimuona kuwa ni mtu anayetia huruma sana. Mzee Ahmadi akatugeukia mimi na Miriam, naye akasema kwamba tunahitaji kuongelea haya mambo vizuri, kama ni adhabu tujue nani anaipata na ifikie mpaka wapi. Kijana, shukrani ziende kwako kwa kuona hilo swala la wizi, maana tungemfanyia dada wa watu vibaya. Joshua lazima afundishwe somo bwana, na linaanzia huku. Basi Shadi pamoja na watu kadhaa waliokuepo wakawa sasa wanatoa maneno ya kumuunga mkono mwenyekiti. Sasa jamani, tunaenda pale ofisini, kwa hiyo we dada, Miriam, watu wako wa familia mnaweza kuja pia. Na wewe kijana uje pia, sawa? Mwenyekiti alisema hivyo, nikatikisa kichwa kubali. Naye Zawadi mweupe akasema kwamba sawa tunakuja, inabidi tujiweke sawa kwanza, sijui kama mtatusubiri. Nyie fanyeni tu mnachotaka, vaeni tu afu mje. Sisi tunatangulia na huyo. Haya twende. Mwenyekiti alisema hivyo. Basi polisi jamii wakaanza kumuongoza Joshua kuondoka eneo hilo, huku sasa watu wakiwasindikiza kwa macho na maneno mengi yakizungumzwa. Basi mama mkubwa mweusi akamsogelea Miriam, hata na Ankia pia, nao akamshika na kumpa pole. Kisha wakaingia pamoja naye ndani ya geti lao pamoja na Shadia na Zawadi mweupe. Tesha akanionyesha ishara kwa kichwa kuwa niende huko ndani pia, nami nikampita na kuingia kabla yake. Ndani ya geti hapo nje nikakuta Ankia akiwa amesimama kwa kuliegamia gari la Miriam, pamoja na mwanamke huyo ambaye aliliegamia pia, huku sasa akiwa ameweka ganja chake juu ya paji la uso wake. Miriam alionekana kuvunjika moyo sana, na ni Shadia ndiye ambaye hakuacha kuzitoa kero zake moyoni kwa kuongea maneno mengi sana juu ya yote aliyotokea. Alikuwa na mpampu Miriam aende huko kwenye ofisi ya kata na kuhakikisha anamfunga Joshua. Sasa nami nikasimama tu na kuwaangalia wanawake hao wote. Basi Tesha akasema kwamba Shadia, basi natosha bwana, kama ni kwenda twendeni. Dada. Tesha alikuwa amesimama karibu nami akasema hivyo kwa sauti ya upole. Sasa Miriam akawa sasa amefumba macho bado. Zawadi mweupe akasema kwamba jamani, mimi hebu mama twendeni, mimi tuondoke, mzee Ahmadi anatusubiri jamani. Miriam akasema kwamba hapana mama mkubwa, nyie mbaki hapa na Mariam, nitaenda mimi. Miriam alisema hivyo. Alitoa jibu hilo bila kunyanyua uso, nami nikamuonea huruma sana. Sasa mama wakubwa wakaangaliana pamoja na Shadia pia, naye Ankia akasema kwamba yuko sahihi. Bizadi, Bijamila, nyie mbaki tu na mam, sisi tukienda huko tutamaliza kila kitu, tutawajulisha aliyojiri. Basi mama mkubwa mweusi akasema kwamba ni sawa. Basi bwana, angalau sasa nikawa nimejua anaitwa Bijamila. Maana mama mkubwa mweusi haikufaa kabisa kuitwa hivyo. Haikufaa kabisa kwa jina ambalo nilikuwa namuita hapa. Basi Tesha akasema kwamba da, mimi usihofu sawa. Wewe nenda tukajiandae, twende tukakiwashe huko. Jesi ndio mwanasheria wetu hapa. Oye mwanangu, umefanya la maana sana mwanangu kuja kukaa huko. La sivyo, huyu mjinga angetuburuza ni kwa hili jambo ese. Da. Twende kumpe vyake vingine. Miriam akasema hapana. Basi wote walimwangalia. Mimi pia nilimtazama. Naye sasa alikuwa amenyenyua uso wake.
Haina haja wewe kuja. Tesha, kachukue funguo toe gari nje. Nitakukuta. Miriam akasema hivyo. Aliongea hayo bila kunitazama kabisa. Naye akaanza kuelekea ndani. Inaonekana wengine walimshangaa kiasi, maana waliniangalia kimaswali. Naye Ankia akamshika Miriam mkono kuzuia hatua zake. Akasimama na kumgeukia. Ankia akasema kwamba Miriam, JC ndio amesaidia mpaka huyo Joshua akajulikana. Ni muhimu sana aende. Bi Zawadi naye akasema kwamba ndio, hata mwenyekiti amesema ni lazima aende bwana. Sio lazima. Ili ni swala la kifamilia. Mtadili nalo mwenyewe. Tesha? Miriam aliongea hivyo. Mimi nilikuwa namtazama tu kwa makini tu. Naye akaniangalia machoni kwa ufupi, kisha akageuka na kwenda ndani. Asa Tesha akanishika begani na kuelekea huko ndani pia. Naye Ankia akaniangalia kwa hisia. Asa Bi Jamila, yani mama mkubwa mweusi, na kukumbusha tu. Bi Jamila ambaye ni mama mkubwa mweusi, akanifuata taratibu na kuja kuvishika viganja vyangu kwa pamoja. Akaniambia kwamba nakushukuru sana kijana wangu. Wewe ni baraka kwetu na hata mimi anathamini sana msaada wako. Uzidi kubarikiwa. Basi nitabasamu kidogo na kutikisa kichwa kuonyesha uelewa. Bi Zawadi mweupe akasema kwamba asante sana JC. Sijui yani vijana mambo yenu siku hizi ni mengi sana, ila nitakutafutia zawadi nzuri sana. Bi Zawadi alisema hivyo. Shadi akacheka kidogo kwa furaha. Sasa Ankia akaja niposimama na kusema kwamba sisi twende sasa. Miriam anaonekana atadili na hiyo issue vizuri. Tuondoke JC. Okay sawa. Asanteni sana mama zangu. Tutaonana baadaye. Basi nilisema hivyo. Wote wakawa wamekubali maneno yangu. Sanami nikageuka tu na kutoka ndani hapo pamoja na Ankia. Baadhi ya majirani waliokuwa nje walitazama sana, na mimi nilikuwa nimeweka uso makini tu mpaka tulipofika ndani ya nyumba ya Ankia. Kiukweli unajua kuna vitu vingi vilikuwa vimeanza kuingia akilini, hasa kwa kuunganisha matukio yote toka nilipofika na kuifahamu familia yake Miriam. Ilionekana kuwa na mambo mengi mno ambayo Ankia alikuwa ameniambia juzi hapo, japo si kwa undani sana. Sijui kwa nini, lakini ingawa Miriam alionekana kutotaka nijiingize zaidi katika masuala yaliyohusu familia yake, bado kuna kitu kilikuwa kinanisukuma niendelee kujali. Na nafikiri sehemu kubwa ya kitu hicho ilihusiana na Mariam, mdogo wake Miriam. Kuna mambo mengi yalimzunguka yule binti, na mimi kikweli nisingekaa tu na kuamua kumpotezea kabisa, hapana. Yule binti alikuwa amefanikiwa kuingia kwenye orodha yangu ya mambo muhimu ya kufuatilia, na ningehakikisha natembea naye kwa ukaribu mpaka niweze kuelewa yote yaliyozunguka kwenye maisha yake ili niweze kumsaidia. Basi kufika sebleni hapo nikakaa tu sofani na kumsubiri Ankia, ambaye aliingia ndani pia na kukaa sofa moja na mimi. Asubuhi hii alikuwa amevaa t-shirt kubwa tu la njano pamoja na kanga iliyomstiri miguuni, na kilemba kichwani kikimpa muonekano wake alioupenda wa mama. Ankia akasema kwamba JC, hiyo ngoma ilikuwa ya moto. Ankia aliniambia hivyo kwa sauti ya chini sana. Sio kama wewe ulivyo wa moto, lakini Ankia alitabasamu tu. Naona umeamkia kwenye hizo fujo hamna. Nimeamka nimefanya zangu safi hapa, ndio huyo mjinga akaja nilipokuwa nimemaliza tu kupika chai. Afu haujanywa chai Usijali, niko sawa, tutakunywa baadaye. Kwa hiyo kumbe hakuanza fujo zake zamani. Hamna, yani nimetoka nje. Wewe umekuja kama baada ya dakika 10 hivi. Basi inawezekana makelele yake ndio ameniamsha. Yani unajua amenikera sana Kanikera sana. Ili mimi mtu mwingine sijui najionaje Amemtukana kweli dada wa watu jamani, yani. Hafeti ni ndugu kabisa. Sasa unadhani kwenye pesa kuna ndugu siku hizi Naamini watamnyosha tu vizuri huko huyo bwege. Mimi mwenyewe pia naamini hivyo, alifunge tu. Alafu unajua nimependa sana ulivyoingilia kati wa ugomvi. Alafu vile wakasema kwamba ukitaka kujua kuna vichaa zaidi yako, mguse udada. Yani kama steering wa Kihindi vile, I say. Na najua alikuogopa. Puzi tu ule. Unajua watu wote wamekuona bonge moja la msomi Alafu hilo jitu sasa nafikiri basi eti yani kila mtu angeliogopa. Yani angejichanganya, ningemfumua kweli kweli. Mimi na mkono mbaya sana Ankia, basi tu. Wewe usintishe mwenzio. Hamna. Siogope. Sio mambo yangu kupiga mwanamke.
ila wajinga kama huyo yaani ingeonekana nimewashushia mpaka wakina Zawadi Mweupe heshima. Zawadi Mweupe? Ndio namuita hivyo Bi Zawadi? Bwana mimi hata sielewi hapa bwana. Halo. Ni makubwa ya leo. Ila JC, mimi naenda kukuwekea chai bwana. Hayo mengine hatajulikana huko baadaye. Tutajua baadaye wameishia vipi bwana, sawa? Basi niambia hivyo na kunishika begani. Nikamkubalia kwa kutikisa kichwa. Naye akanyanyuka na kwenda jikoni. Sasa nikawa nikisikia vizuri sauti za geti lao, kina Tesha na mungurumu wa gari, kuashiria kwamba Miriam ndio alikuwa akitoka hapo pamoja na Tesha bila shaka. Nikanyanyuka na kuelekea chumbani ili sasa niifuate simu yangu. Nami nilipoichukua na kuwasha nikaona kuna missed call 4, 2 kutoka kwa yule mmiliki wa Masai Bar, yani Chaligonga, na nyingine kutoka kwa namba ngeni. Sikuona haja ya kuwatafuta wahusika hawa kwa wakati huu, maana nilihitaji kupumzisha kwanza akili. Na huyo Chaligonga angeniongezea tu mambo mengi akilini. So nikaingia kwenye upande wa SMS na kukuta namba ile ngeni niliyokuta imenipigia ikiwa sasa imenitumia ujumbe wa kumtambulisha mhusika. Ikiwa ni Tesha. Alikuwa akiomba radhi kwa niaba ya dada yake kwa kusema Miriam alikuwa tu amevurugwa. Kwa hiyo nisichukulie kwamba alikuwa amenikasirikia mimi, labda mpaka kunizuia nisiende nao huko kwenye kesi iliyowahusu. So nikamjibu tu kiufupi pia kwamba sikuchukulia vibaya, na ikiwa angehitaji msaada wangu kwa sehemu fulani kuelekea jambo hilo tena, basi asisite kunijulisha. Soraya pia alikuwa amenitumia ujumbe kadhaa wa kutaka tuendeleze mazungumzo. Nikamjibu kwa ujumbe pia kwamba nilitoka kidogo, nami ningemtafuta baadaye nikishamaliza kunywa chai. Kweli bwana, nikasikia sauti ya mama mwenye nyumba wangu ikiniita nikapate chai, nami nikaelekea sebleni kumalizana na hilo kwanza. So baada ya kumaliza kunywa chai niliendelea kukaa pamoja na Ankia sebleni tukitazama TV na kupiga story, huku nikiwa na chati na Soraya. Naweza kusema mwanamke huyo alikuwa amependezwa sana na mimi, lakini nilijitahidi sana kuweka mpaka kwenye uhusiano wetu mpya wa kirafiki tulioanzisha, yani kubakia marafiki. Ndio iliyokuwa ajenda yangu. Sasa mpaka inaingia mida ya saa 7 mchana bado nilikuwa hapo sebleni pamoja na Ankia. Na ingawa nilielewa kwamba mwanamke huyo alikuwa akijaribu kunionyesha staha za kimaaba ili tu tufanye jambo fulani zuri pamoja, akili yangu haikuwa hapo. Bado tu nilikuwa nikimtafakari sana Mariam, na nadhani hata Ankia aliweza kuona hilo. Tukiwa bado tumekaa kwenye sofa pamoja, akanishika begani na kusema kwamba Jesse, mbona kama una mawazo sana? Ni kuhusu issue ya kina Miriam ama? Naweza kusema hivyo, ila sio kwamba sikuwa tu nimeitegemea. Hata mimi, ila wewe inaonekana kama imekutachi mno mpaka unakuwa hivi. Na kuaje kwani? Si hadi na kutekenya kidogo lakini lakini sitakenyeki bwana ama? Basi Ankia alicheka kidogo kwa haya na kuibana midomo yake. Usijali bwana, mimi niko sawa, sema tu tokea hiyo juzi jinsi nilivyokutana na huyo dada mpaka sasa hivi, yani matukio yamejipanga kiaina fulani hivi, yani kama yalipangwa yatokee. Yani ni kama kuna sababu nyingine ya mimi kuwa hapa. Sijui tu kwa nini nahisi hivyo. Sababu ipi sasa? Kuja kufanya ukombozi kwenye hiyo familia au? JC bwana. Ankia alisema hivyo kiutani. Nikana muangalia tu kwa utulivu. Usiwe hivyo bwana, watakuwa sawa tu. Alafu mpigie na Tesha umuulize wamefikia wapi huko. Au hamna, sio kuhusu fujo za Joshua. Sasa ni nini JC? Basi nitulia kidogo kisha nikamwambia kwamba nataka nikaongee na mama zao hao. Wewe. Kuhusu nini? Familia yao ama? Wewe sasa unataka kujiweka position mbaya. Maana umeona Miriam mwenyewe hataki watu wa nje wajiingize kwenye matatizo yao. Sasa unataka kuwasaidia kwa kipi kingine? Sijui, lakini chochote kile. Kwa nini sasa? Nikisema bado sijajua sababu nitaonekana ni bwege, si ndio? Hapana. Basi iko hivyo tu. Basi nimwambia hivyo Ankia, akashusha pumzi na kunishika mkononi. Naye akasema kwamba mimi nimeshakuelewa, wewe ni mtu unayejali sana na upendi sana kuonyesha hilo, lakini nimeshaliona. Nilitabasamu kidogo na kumbonyeza shavuni huku sasa nikiiga ongea yake kwa kusema kwamba nimeshaliona. Akacheka kidogo kwa shao. Nikamwambia kwamba ngoja niende basi nikazungumze nao kidogo. Sasa hivi? Yaani unataka kwenda sasa hivi?
Aliangalia chini kiasi. Ilikuwa ni kwa njia ya kukwazika fulani hivi, nami nikaa nimeshamuelewa. Nikamshika shingoni ili anitazame. Na aliponiangalia tu nikasema kwamba usijali Ankia, tutaendelea na jambo letu baadaye, sawa? Kwa nini sio sasa hivi? Kwa sasa sitachangamka vizuri sana. Sitaki nikupe raha kwa basi tu. Nataka na mimi nihisi. Na kwa sasa mawazo yako mbali. Nadhani unaelewa. Haya bwana, wewe nenda. Mimi utanikuta tu. Sasa je, kama msosi mtamu vile, au sio? Alitabasamu huko akiusugua mkono wangu taratibu. Niliona hisia zilikuwa zimempanda mno mwanamke huyu kiasi cha kutaka kumpasua mwili. Lakini kweli kwa sasa akili yangu ilikuwa imevutwa zaidi na swala la familia hiyo hapo jirani. So nikamwacha Ankia sofani na kuelekea kwa chumba. Nikiwa na lengo la kwenda kuoga kwanza, alafu ndio niende kwa mama wakubwa. Kihalisi mpaka kufikia hatua hii ya kuamua kuongea nao ilinifanya mimi mwenyewe nitambue namna gani nilivyochukulia swala hilo kwa uzito. Na labda Ankia alikuwa sahihi kusema nilikuwa mtu mwenye kujali sana. Japo ikiwa kama ningeulizwa kuhusu sehemu hiyo ya utu wangu, ningeikataa kabisa, sababu nilizijua mwenyewe. Basi nilipomaliza kuoga na kuvika mwili wangu vizuri, nikamwaga Ankia na kwenda moja kwa moja mpaka getini kwao na kina Tesha. Nikagonga geti hilo na kusubiri lifunguliwe, huku sasa nikitambua kwamba baadhi ya watu waliokuwa nje kwenye ujirani walinitazama sana. Hasa wanawake waliokaa sehemu ya ubaraza wa nyumba zao. Mimi hata sikujishughulisha na utizami wa mtu yeyote kabisa mpaka mlango mdogo wa geti hilo ulipofunguliwa. Na hapo nikamwona Bi Zawadi akiwa amesimama. Tabasamu anaana likamtoka baada ya kuniona. Na akaniambia nipite ndani. Kweli nikaingia. Na gari la Bibi Miriam halikuwepo hapo, kuonyesha bado hakuwa amerejea. Na Bi Zawadi akaufunga mlango huo wa geti na kuja usawa wangu. Basi Bi Zawadi akasema karibu baba. Yeye ako kwa geti jamani. Ingekuwa mlango wake unafungukia kwa nje, ungekuwa unapita tu yani. Sasa kuja kukufungulia inachukua muda. Si unajua tena na huu uzee. Aliongea namna hiyo. Nikampa tabasamu tu la kirafiki pia. Naye akatangulia mbele yangu kuelekea ndani. Alipomaliza tu kuingia, nami nikaa sasa nimeingia. Na kabla hata sija ufunga mlango, nikawa nimemuona Mariamu hapo sebleni. Muonekano wake sasa ulikuwa tofauti kutokea ile mara ya mwisho nimemuona. Yaani kichwani alikuwa amesukwa nywele zake kwa mtindo wa rasta nyembamba kufikia hadi mgongoni mwake, na alikuwa amevaa nguo laini aina ya Punjabi yenye rangi mchanganyiko wa pinki, nyeupe na zambarau, hasa kwenye kisuruali kilichoibana miguu yake. Kwa mara ya kwanza ndio nikaweza kulichora vyema umbo la mwanadada huyo mdogo, akiwa na kiuno chembamba na kalio lenye ukubwa wa kadri, na hakuwa na tumbo wala kifua kikubwa sana. Nilichokuta anafanya sebleni hapo kikaniacha na tabasamu tu kwa sababu ya kupendeza nacho. Kulikuwa na wimbo wa mwanamuziki Zuchu uitwao Kwikwi. Nadhani wengi mtakuwa mnakumbuka Kwikwi uzidalia. Nadhani mnajua ambao ulikuwa unaonyeshwa kwenye TV. Sasa naye alikuwa akifuatisha mitindo ya kucheza iliyoonyeshwa humo, lakini kwa kuchelewa sana. Sasa nikarudishia mlango na kuendelea kusimama hapo. Huko Bi Zawadi pia akiwa sasa amesimama usawa wa sofa na kumtazama binti huyo na tabasamu la furaha. Mariamu hakuwa ameniona bado. Hivyo akawa anaendelea tu kucheza, na cheza yake kusema kweli ilikuwa ni ya kitoto sana. Angezunguka huku akicheza kwa pumzi, angechuchumaa huku sasa amefunika kichwa chake kwa njia ya majonzi eti kama Zuchu. Naye Bi Zawadi akawa ananiangalia kwa kicheka. Ni baada tu ya wimbo huo kuisha ndio Mariamu akatugeukia na kuniona. Nikamwonyesha tabasamu la kirafiki, lakini akaangalia chini na kuanza kufinya vidole vyake akiwa sasa ameweka mikono yake usawa kiuno kwa mbele. Bi Zawadi akamsogelea karibu zaidi huku akiniambia nikae kwenye sofa. Nami nikatina kukaa. Bi Jamila akaonekana akija sebleni hapo pia. Na baada ya kuniona akatabasamu na kunisalimu vizuri tu. Kisha naye akakaa sofa lile alilopendelea kukaa na mwenzake. Basi Bi Zawadi akamwambia Mariamu ya kwamba Mariamu, msalimie kaka. Basi Mariamu akanamkia shikamoo. Sauti yake ya usichana ilikuwa ni nzuri sana, lakini hakuitoa yote nje na kuongea kama anaibania kooni. Hakunitazama kabisa usoni aliponiamkia hivyo. Nami nikasema marahaba mdogo wangu, jambo. Hakujibu, akiwa bado tu amesimama, akanyanyua mkono wake juu kiasi na kuanza kuchezesha
kidole chake kama vile anataka kukinyoshia upande fulani. Lakini hata huo upande hakuuangalia kwa sababu bado alikuwa ametazama chini, huku midomo yake ikiwa sasa inaonyesha kutaka kuongea lakini maneno asitoke. Ilinipa picha fulani hivi juu ya mtu mwenye kuonyesha tabia za namna hiyo. Na kwa haraka nikawa sasa nimekumbuka nani. Niliwahi kuona filamu fulani hivi ya Kihindi zamani sana, iliyokuwa na mhusika mwenye umri mkubwa lakini akiwa na matendo ya kitoto yaliyosababishwa na ajali iliyompata mama yake mzazi wakati yeye bado yuko tumboni. Sasa kumbukumbu hii kanifanya niwaze kwamba huenda Mariam alisumbuliwa na tatizo la namna hiyo pia, lakini bado sikuwa na uhakika. Basi Bi Jamila alipoona Mariam anafanya hivyo, akaambia kwamba mama, unataka nini? Unataka kula? Mariam akatikisa kichwa kataa, huku akaendelea kufanya hivyo hivyo, miguu ikikanyaga chini na kufanya mwili wake ucheze na kidole kikiwa juu bado. Bi Zawadi akamuuliza kwamba unataka kwenda chumbani? Sasa Mariam akavuta kichwa chake kwa njia ya kukubali. Nikaangalia pembeni kiufupi nikiwa naisoma tu hali yake. Bi Zawadi akaambia kwamba haya, nenda mama, ukitaka kuja uje na usiogope chochote, umesikia wewe ukitaka kuja tu enjoy. Basi Mariam akageuka tu na kuelekea chumbani kwa hatua za haraka, na mama wakubwa wakaniangalia kwa pamoja. Basi Bi Zawadi akasema kwamba karibu sana JC, ni vizuri umekuja tena, ngoja nikakupakulie. Oh hapana, asante sana mama, bado mimi niko full. Nilimwambia hivyo na kutabasamu. Bi Jamila akauliza kwamba mmeshakula na Ankia ama? Nikasema ndio, tumekunywa chai. Sasa chai? Sasa hivi muda huu ni mchana bwana, ngoja nikuwekee kande au hulagi kande? Napenda sana, nasema chai nimekunywa muda umeenda, kwa hiyo bado tumbo linaisaka pumzi. Sitatoka hapa bila kula kande lako, sawa? Nimwambia Bi Zawadi, akatabasamu kidogo na kusema kwamba sawa, nimeliwekea na nazi, ni tamu sana, utalipenda. Najua tu nitalipenda, wewe tena unajua mnakopika. Si unakumbuka mara ya kwanza nimekula wali wako ni hatari sana bwana. Basi niliongea tu hivyo. Akacheka kidogo na kusema umwambie huyu huwa ananisema eti unakoseaga, mdomo wake ushapoteza ladha, ndio maana hajui vyakula vitamu vikoje tena. Bi Zawadi alitumia njia fulani ya kuongea kwa mbwembwe sana, yaani ni kama vile anamchamba mwenzake, na sisi tukacheka kidogo kutokana na kauli hiyo. Sasa mbona mimi huwa hata sikusemi vibaya jamani? Mimi nasemaka tu mimi ndio fundi kuliko wote hapa. Basi wewe na Shadia ndio mnafanyaga mashindano. Bi Jamila alisema hivyo. Bi Zawadi akasema kwamba kwani unafikiri mimi alijifunzia wapi? Si kwa sisi mama zake. Mwanafunzi anaweza kumpita mwalimu kweli? Wewe unadhani mimi anaweza akanipita? Bi Jamila akasema ndio anaweza. Hivi Miriam anajua kupika sana Hakuna anayemfikia, ni mwisho. Yaani siku akiwa nyumbani hata kama amechoka vipi, wote tunategea ili aingie jikoni. Akishatenga msosi mezani, yani mpaka hautamani kuacha kula. Bi Jamila alisema hivyo. Bi Zawadi akasema kwamba sijakataa, najua, ila bado na mimi ni fundi tu. Au uongo JC? Bi Zawadi akaniuliza kwa njia ya kudekati. Msikilizaji, hizi mimi na mimi kiukweli zingeweza kuchanganya mtu endapo kama asingeelewa muktadha wa kilichozungumzwa. Yaani hizi mimi na mimi. Kuna mimi nazungumzwa kwa nafsi kwamba yani mimi. Na kuna mimi jina la mtu. Kwa hiyo mimi nilikuwa nimeshaanza kuzoea kutofautisha mazungumzo yao kati ya mimi na mimi. Kwa hiyo nikatabasamu kidogo na kusema ya kwamba hudanganyi kabisa, hata ni kiboko. Basi akatabasamu tu na kumwangalia mwenzake usoni kwa kujivunia. Naona Mariamu anapenda sana muziki. Sana. Tokea zamani alikuwa anapenda sana, na mpaka sasa anapenda sana muziki, na anapenda michezo sana. Sema tu Bi Zawadi akaishia hapo na kuangalia chini. Sasa Bi Jamila akasema kwamba matatizo mengi tu yamempata. Si unajua tena changamoto za maisha. Ya naelewa, kila familia ina changamoto zake. Ya ndio hivyo. Ila Mungu ni mkubwa, anatubariki tu kwa tunachopata. Tunaendelea kuwa wazima, tunasonga mbele. Hata vikwazo vikija kama hicho cha leo, tunasimama imara pamoja. Hilo ndio linatufanya kama tusikate tamaa. Mengine anajipa tu. Bi Jamila akaniambia hivyo. Alikuwa amezungumza kwa hekima sana, busara yake kwenye maneno hayo ikionekana vizuri kabisa.
nami nikaona hiyo ndio nafasi nzuri ya kupata kujua kuhusu hivyo vikwazo. Sasa basi, tukumbuke ya kwamba Jessie amekuja hapa kwa ajili ya kufahamu hii familia ina changamoto gani na ni kitu gani ambacho kimemkuta Mariam. Sehemu inayofuata tutakuja kujua sasa historia kwa pamoja, maana Jessie ameenda kuiuliza familia na naamini hawa mama watampatia A to Z. Sasa tukutane sehemu inayofuata tuweze kujua wote hii story imekuaje, ugomvi umekuaje na kwa nini Mariam yupo hivyo. Na huyu Jessie inaonekana ni mtu fulani hatari sana msikilizaji, vibaya mno. Inaonekana bado kuna vitu vingi hatujamjua huyu mwamba. Tukutane sehemu inayofuata kwenye story tam sana ya mimi na mimi, iliyoandaliwa na Elton Tony na kusimuliwa nami Lucas Lumbas. God be with you till we meet again. Bye bye.